Makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Ismail Jussa amezitaka mamlaka zinazohusika na uchaguzi kuzilinda nyaraka zote za uchaguzi kwa lengo la kutetea haki za wananchi. Akitoa taarifa kwa waandishi wa habari huko ofisini kwao Vuga, wilaya Mjini, kufuatia taarifa iliyotolewa tarehe 3 Aprili 2026 na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC inayohusu uteketezaji wa nyaraka zilizotumika katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kama hapa anavyoeleza. Wakati timu yetu ya wanasheria ikiwa mbele ya Mahakama Kuu kuomba kukagua na kupata nyaraka muhimu za uchaguzi, kile ambacho kisheria kinaitwa au katika mwenendo wa kesi huwa kinaitwa application for discovery and inspection, Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar ZEC kupitia mwenyekiti wake Judge George Kazi, jana tarehe 3 Februari 2026 imetangaza bila aibu mpango wa kuteketeza nyaraka zote zilizotumika katika uchaguzi mkuu uliopita wa Oktoba 2025. Katika hili sisi tunaona mambo mawili: haki inacheleweshwa na ushahidi unateketezwa. Kwa muda wa wiki mbili sasa, tangu tarehe 21 Januari 2026, maombi yetu ya kisheria ya kuiomba mahakama itoe amri kwa Tume ya Uchaguzi kuleta mahakamani nyaraka muhimu za uchaguzi kutokana na umuhimu wa nyaraka hizo katika kuamua kesi zilizowasilishwa mahakamani yamekwama katika ofisi ya msajili wa Mahakama Kuu bila sababu za msingi. Baada ya tangazo la jana, sasa tumefahamu kwamba kumbe kuchelewa huku si kwa bahati mbaya. Lengo ni mkakati wa makusudi wa kupunguza kasi ya utafutaji haki ili kuipa nafasi ZEC kuchoma na kuharibu ushahidi wa kile kilichotokea kwenye vituo vya kupigia na kuhesabu kura. ZEC imeamua kujificha chini ya kifungu cha 98 kifungu kidogo cha 3 cha sheria ya uchaguzi namba 4 ya mwaka 2018 kinachohusu kutunza nyaraka kwa siku 90. Hapa tuweke wazi, ni kosa la jinai, ni kosa la jinai. Narudia tena, ni kosa la jinai kuharibu ushahidi wakati kuna shauri la kisheria linaloendelea. Hili ni kosa la jinai, it's a criminal offense. Kwa Tume ya Uchaguzi ambayo yenyewe imetumia nyaraka hizo katika utetezi wake na inafahamu kwa uhakika kwa nyaraka hizo kwa vyovyote iwavyo zitahitajika katika mashauri yaliyopo mahakamani, ilipaswa ifahamu katika mazingira hayo kutumia kifungu kilichotajwa hapo juu ni kutumia sheria kwa nia ovu na ni kuharibu ushahidi kwa makusudi, jambo ambalo tumesema ni kosa la jinai. ZEC haiwezi kusema haifahamu jambo hili, maana katika maelezo yao wamesema kwamba hakuna zuio la mahakama, lakini wao wanajua kama kuna kesi mahakamani. Kwa hivyo inafahamu fika kwamba nyaraka hizo zinahitajika. Unapokuwa na dhamana kama ya tume, unatakiwa ku act in good faith, kutekeleza wajibu wako kwa nia njema. Ni wajibu hasa unapokuwa unaongoza taasisi kama hiyo. Sasa ZEC inalifahamu jambo hili, inafahamu fika kwa sababu ni sehemu ya wadaiwa, yani respondents, kwenye mashauri yetu yaliyoko mahakamani.
Nyote mnafahamu, ukiwa mmoja katika wadaiwa, maana yake nyaraka zote za mahakamani wewe unazo. Tangu tulipofungua kesi tumewapelekea, na baadaye proceedings zote za mahakama wao, sababu ni sehemu ya wadaiwa, wanazijua, wanajua kilichomo kwenye kesi hii. Kwa hivyo kuteketeza nyaraka hizi sio utaratibu wa kisheria kama wanavyodai, lakini ni uhujumu wa ushahidi na dharau ya wazi kwa masuala yaliyoko mahakamani. Kwa upande mwingine ni kufanya maamuzi kwa nia ovu, yani acting in bad faith, katika jambo linalohitaji kusimamia haki na uadilifu. ZEC inaonyesha kwa mara nyingine tena haiwezi kusimamia haki na uadilifu. Kama tume ya uchaguzi ingelikuwa kweli makini wa kufuata sheria kama inavyotaka ati watu waamini katika suala la kuteketeza nyaraka, leo tusingekuwa na mashauri ya kupinga uchaguzi katika majimbo 25, jambo ambalo ni rekodi ya kipekee tokea kufanyika kwa chaguzi Zanzibar kabla na baada ya mapinduzi. Mtazamaji, hii ni Zantime, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.